Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zimfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tawfiki kufika sehemu kama hapa ya Jacaranda. Na tuko na ndugu yetu hapa naye ana maswali ya kuuliza Waislamu. Ndugu yangu, mimi naitwa Ali na mimi ni Muislamu. Na wewe? Nami naitwa Wesley Mugire. Wesley Mugire. Mbiore? Mbiane. Barikiwa sana. Una swali ya kuuliza Waislamu? Any question about Islam? Waislamu wanasema Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Yesu ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Waislamu wanasema Yesu hakukufa wala hakusulubiwa wala hakuuawa wala hakuwekwa kaburini wala hakufufuka. Yeye alipaa kwenda mbinguni kwa Mungu. Sawa? Hiyo ndio imani yetu. Karibu sana. Tukienda choo tunatumia maji kwa sababu ya usafi. Mtoto akikufa anazikwa siku hiyo hiyo, hatuweki sana. Pengine postmortem ama kitu kama hiyo. Lakini mtu akikufa tunazika siku hiyo hiyo. Karibu sana. Any question about Islam? Mimi sina swali. Ya kwanza tu ni kuwapongeza kwa yale ambayo mnayofanya, sababu napoangalia Wakristo na Waislamu kwamba kuna utofauti. Tofauti kwanza ni kama ile Waislamu wao mnakuanga na ile udugu, tuseme kwa kusaidia mtu au kufanya jambo, kusaidiana tu kwa mfano, tumie kwa mfano. Lakini unapopata Wakristo wengine bale ni kama hawana ile utu ya kusaidia. Kwa hivyo Uislamu kuna ile ambao unajifunza kwamba kuna ile utu ya kusaidia mtu, sababu tunayoambiwa katika maandiko kwamba tunafaa kusaidiana sisi kwa sisi. So Waislamu naona wako na hiyo hali. So pia na ushukuru kwa hilo. Karibu sana kwa hiyo maelezo yako. Lakini swali uko nayo gani? Maelezo mazuri. Waislamu wanasaidiana. Sawa? Na Wakristo pia sasa zingine tunaona wanasaidiana. Kwa nini usipinge kwa usiwakanyage sana pia? Pia wanasaidiana. Mimi naonanga sasa zingine wanasaidiana kwa mtandao, watu wanasaidia, wengine wanajengeana nyumba maskini, wanalisha mayatima. Lakini pamoja na hayo, una swali gani kwa Waislamu? Swali? Any question? Kwa nini Waislamu ukienda msikitini unaweka paji la uso chini? Kwa nini mnanawa? Ni maswali. Kwa nini Waislamu mnaoa wake wanne? Kwa nini Waislamu ukienda choo mnatumia maji? Kama huna swali labda unaweza kujiunga na Uislamu. Kama swali imeisha ndugu yangu, tunakufundisha Uislamu kidogo unasilimu. Swali niko nayo ni ile, napoangalia kwa msikiti, huwa naonanga wanawake hawaingiangi kwa msikiti. Sasa najiuliza mbona waingii? Na sijaipata mtu wa kunielezea. Asante sana. Ndugu yetu anauliza kwa nini nyinyi Waislamu mkiingia msikitini wake zenu hawaendi msikitini? Asante sana. Tunaangalia Qur'an. Waislamu wanawake wanaenda msikitini, japokuwa wanawake ni bora sana wasali kwao manyumbani kwa sababu wananyonyesha, wanafua nguo, wanapika chakula, wako na dharura kwa nyumba. Lakini ni bora wasali kwao manyumbani, lakini pia wanafaa kuenda msikitini na wanaendanga. Sawa? Haya, Qur'ani baba 19:16. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Namtaja Maryam kitabuni humu. Tunaambia tumtaje Mariamu. Unamjua Mariamu ni nani? Mamake Yesu. Na hii ni Qur'ani, sio Biblia. Haya, twende baba. Alipojitenga na jamaa zake. Tunaambiwa Mariamu alipojitenga na jamaa zake, akaenda kando, akajitenga na jamaa zake. Twende baba. Akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. Akaenda mahali upande wa mashariki wa nini? Msikiti. Mariamu mwanaume mwanamke? Mwanamke. Alikuwa anaenda wapi? Mbali na alikuwa anaenda upande wa mashariki wa msikiti. Sawa? Hebu rudia vizuri aelewe. Namtaja Maryam kitabuni humu. Tunaambia tumtaje Mariamu kitabuni humu. Alipojitenga na jamaa zake. Akaenda mahali upande wa mashariki wa msikiti. Akaenda mahali upande wa mashariki wa nini? Wa msikiti. Mariamu Muislamu alikuwa msikitini na ni mwanamke si mwanaume. Na wanawake wa Kiislamu wanaingianga msikitini japokuwa wamepewa wako na dharura wafanye ibada yao ndani ya nyumba. Na nyumbani wana malipo makubwa sana. Lakini wanaume malipo makubwa ambayo wanayapata ni kuswalia msikitini. Sio nyumbani. Umeelewa?
Sababu mwanaume hanyonyeshi mtoto na wala hapati mambo ya mwezi. Sawa? Yeye mwanaume anaambiwa fadhila nyingi anapata msikitini, na wanawake wanaambiwa fadhila nyingi wanapata kwa nyumba. Umeelewa? Haya, swali lingine. Swali najua wengine huwa wanapata kuyafikiria sababu sijaingiana kwa Uislamu sana. Asante sana. Wewe unamjua Muhammad? Muhammad? Sijaisoma Qur'an sana ama nikuwe na Uislamu sana. Nifunze nikaweze kuelewa. Asante sana. Tutakufunza leo Qur'ani baba. 48:29. Nitasoma kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Twende baba. Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad tunaambia ni mtume wa nani? Mwenyezi Mungu. Asante sana. Tunaangalia 13:43 hapo. Na yeye ndio mtume wa mwisho duniani. Sawa? Lakini leo kusitakuta kuna maprofete na profese wako hapa duniani. Lakini tunaambiwa na Qur'ani mtume wa mwisho ni mtume Muhammad. Twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Na wanasema waliokufuru. Wewe si mtume. Wanamwambia Muhammad wewe si mtume. Basema Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yangu na baina yenu. Mwenyezi Mungu anaambia aseme ya kwamba Mwenyezi Mungu anatosha kuwa shahidi baina yao na baina yake. Kuwa mimi ni mtume. Na pia yule mwenye elimu ya kitabu. Kila aliyesoma Taurati iliyo sahihi. Na Injili iliyo sahihi. Ameziona habari za Nabii Muhammad humo. Yule alisoma Taurati iliyo sahihi na Injili iliyo sahihi. Ameziona habari za Nabii Muhammad humo. Twende baba. Ameziona habari za Nabii Muhammad humo. Umeelewa? Najaribu kuelewa kabisa. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Unamjua Yesu ni nani kwa ulimwengu ama kwa watu? Yesu. Yesu ni kielelezo kwa maisha yetu. Kielelezo kwa maisha yetu. Yeah. Asante sana. Kumbe Yesu ni kielelezo kwa maisha yetu. Asante sana. Je, tukiuliza Yesu ni kielelezo kwa maisha yetu ama ni kielelezo kwa maisha ya wana wa Israeli? Kwa maisha yetu sisi. Kwa maisha yetu sisi. Asante sana. Qur'ani baba. 3:45 Qur'an. Anzia 45. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Kumbukeni uliposema malaika. Tunakumbushwa walivyosema malaika, sawa? Ewe Maryam. Malaika wanaongea na Mariamu. Ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Mwenyezi Mungu anampa habari njema za kumzaa mtoto bila ya nani? Mume. Asante. Twende baba. Bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake la kukwambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa. Bali neno leo tamko na Mwenyezi Mungu iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu, akaambiwa Mariam zaa, akazaa, sawa? Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam. Jina lake tunaambiwa ni Masihi. Mnasemanga Yesu Masia? Yeah. Yesu ni Masihi. Jina lake ni Masihi mwana wa Mariamu. Isa mwana wa Mariam. Isa mwana wa Mariamu. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Tunaambiwa Qur'an inatuambia Isa au Yesu ni mwenye heshima katika dunia. Ana heshima katika dunia na siku ya mwisho. Sawa? Haya twende baba. Na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Na ni miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake. Na atakuwa katika watu wema kabisa. Na atakuwa katika watu wema kabisa. Mariam akasema. Mariamu anasema, Mola wangu, nitapataje mtoto na hali mtu yote hakunigusa? Mariamu anaambia Mwenyezi Mungu, nitapataje mtoto hali mwanaume yote hakunigusa? Akasema Mola wake akasema, hivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba anavyopenda. Ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba apendavyo. Anapohukumu jambo huliambia kuwa basi likawa. Mwenyezi Mungu anapohukumu jambo huliambia kuwa basi likawa.
Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu ya kujua Taurati na Injili. Yesu atafunzwa na Mwenyezi Mungu kuandika elimu na kujua Taurati na Injili. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Sio kwangu wala kwako. Umeelewa? Hiyo ni Qur'ani. Tutaenda kwa Biblia pia. Qur'ani inatuambia Yesu ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli, sio kwangu wala kwako. Mimi si Muisraeli na wewe si Muisraeli. Sawa? Tuangalie Biblia nayo inasemaje. Tuulize Mungu, aliahidi wana wa Israeli ya kuwa utawaletea kiongozi au uliahidi dunia nzima? Matendo ya Mtume baba. 13:23. Inasema kwenye kuandika. Ndio. Katika uzao wake mtu huyo. Tunaambiwa katika uzao wake mtu huyu Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Kama alivyoahidi. Mungu aliahidi wana wa Israeli atawaletea nani? Mwokozi. Ambaye anaitwa nani? Rudia andiko baba, hajafahamu bado. Katika uzao wake mtu huyo. Katika uzao wake mtu huyu Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Mungu amewaletea Israeli mwokozi. Yaani Yesu kama alivyoahidi. Kama alivyoahidi. Mungu aliahidi wana wa Israeli atawaletea mwokozi ambaye jina lake anaitwa Yesu. Ahadi ya Mungu inavunjika? Ahadi ya Mungu haiwezi vunjika. Mungu aliahidi wana wa Israeli atawaletea mwokozi ambaye anaitwa Yesu. Umeelewa? Sasa wewe tafuta mwokozi wako. Tafuta mwokozi wako ndugu yangu. Unamjua Muhammad? Umeelewa leo sio? Qur'ani baba. 22:107. Sikiza Muhammad ametumwa wapi? Na Yesu ametumwa kwa wana wa Israeli. 21:107. Twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Nasi hatukukutuma. Hatukukuleta ila uwe rehema kwa ulimwengu wote. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad, sikukutuma hapa duniani wala sikukuleta hapa duniani ila uwe rehema kwa walimwengu wote. Sawa? Ufafanuzi baba. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitume waliotangulia kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa alimtangulia Muhammad. Yesu alimtangulia Muhammad. Daudi alimtangulia Muhammad. Suleiman alimtangulia Muhammad. Tunaambiwa wale manabii waliomtangulia Mtume Muhammad, kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake. Kila mmoja alipelekwa kwa kabila yake na taifa lake tu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ndiye aliyepewa utukufu wa kupelekwa kwa watu wote. Umeelewa? Wewe mtu si mtu. Mtume wako ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karibu sana katika Uislamu ndugu yangu. Usipoteze wakati yako, okoa maisha yako na moto ya jahannam. Duniani leo tuko, kesho hatuko. Naelewa? Kweli. Okoa maisha yako na moto ya jahannam. Na moto wa Mwenyezi Mungu ni kali. Kabisa. Haya kwa Biblia baba. 17:3 Yohana 17:3. Sikiza Yesu naye anatuambiaje? Na uzima wa milele ndio huu. Yesu anatuambia na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe. Mungu wa pekee wa kweli. Mungu wa pekee na wa kweli. Na Yesu Kristo aliyemtuma. Na Yesu Kristo aliyetumwa. Leo utakuta kuona wanadamu wanatuambia Yesu ni maana wa Mungu. Yesu ni Mungu. Lakini hapa tunaambiwa tumjue Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo aliyofanyaje? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa wana wa Israeli peke yao. 15:24 Mathayo baba. Yesu mwenyewe anasemaje? Anzie 23 baba. Ama 22 hapo. Yesu akaondoka huko. Tunaambiwa Yesu akaondoka huko. Akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Akaenda huko pande za Tiro na Sidoni. Na tazama mwanamke Mkananayo mpaka ile akatokea. Kulikuwa na mwanamke Mkananayo ambaye si Myahudi. Alimkujia Yesu, anataka usaidizi. Twende baba. Akampazia sauti akisema. Yule mama akampazia Yesu sauti akisema, unirehemu Bwana mwana wa Daudi. Yule mama anataka arehemewe na Yesu. Anasema unirehemu Bwana mwana wa Daudi. Binti yangu amepagawa sana na pepo. Anasema binti yake amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Yesu akamnyamazia yule mama, hakumjibu neno.
Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, wanafunzi wa Yesu alipomnyamazia yule mama wakamwendea Yesu wakasema, wacha ende zake. Basi wale wanafunzi wakamwambia wacha aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Wanafunzi wanaambia Yesu, yule mama wacha aende zake kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, Yesu akamjibu yule mama akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba gani? Israeli. Na yule mama alikuwa jirani ya Yesu. Kwa sababu alikuwa Mkananayo, hakutaka kumsaidia na hakutumwa kwake. Yesu anaambia yule mama, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Shuka chini baba. Anaenda kusema mwalimu wangu. Naye akaja akamsujudia. Yule mama akaja kumsujudia, hakutosheka, akamsujudia Yesu. Akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu Yesu akasema, si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Yesu anaambia yule mama, si vizuri kutoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Sawa? Ina maana wasiokuwa Wayahudi hawa Waisraeli wanaitwa mbwa. Ukisikia chakula ni maneno ya Mungu iliyoletwa kwa wana wa Israeli, sawa? Na watoto ni wana wa Israeli, sawa? Na mbwa ni Gentiles. Umeelewa? Sawa? Watu wa mataifa. Watu ya mataifa. Kwa sababu Yesu hakutumwa kwao, alitumwa kwa wana wa Israeli peke yao. Umeelewa? Sema ashhadu, ndio tunaenda msikitini hivyo. Sema ashhadu, ndio tunaenda msikitini. Sema ashhadu, maana yake unasema unashuhudia ya kwamba Mungu ni moja. Ndio tunaenda. Tunaenda msikitini moja kwa moja ndugu yangu. Hujafanya maamuzi. Hujashikanisha kitu na hujashikanisha. Maana ukisilimu unasema Mungu ni moja na Muhammad ni mtume wa Mungu, Yesu ni mtume wa Mungu, Musa ni mtume wa Mungu, na unaamini manabii wote waliotumwa na Mungu. Ndio unakuwa mtayari Muislamu. Ndio unakuwa Muislamu. Kwa sisi hatubatizi watu. Hatupeani kadi. Lakini pia kusilimu ni uamuzi wako. Na uamuzi wako, ulazimishi. Ni hiari yako. Nataka uokoe maisha yako na moto ya jehanamu ndugu yangu. Moto ya Mungu ni kali. Umeelewa? Chaguo ni lako. Tumekufikishia, chaguo ni lako. Na kama una maswali unaweza uliza tu. Sitakuwa na maswali kwa sababu kile ambacho umenifunza nimepata kupata ufahamu kwa kiasi fulani. Ya kweli. Sasa siwezi nikawa na pingamizi kama na swali lolote. Na kupinga yale ambayo umenifunza. Ndio. Karibu sana. Kusilimu ni hiari yako, ulazimishwe. Karibu sana. Sisi Waislamu tukitoka duniani tunaenda wapi? Qur'ani baba. Karimu mwalimu wangu. Twende baba. 43:68. 43:68. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Enyi waja wangu mlio wazuri. Hapa Mwenyezi Mungu anatuambia enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Tunaambiwa siku ya mwisho hatakuwa na hofu wala hatakuwa na huzuni. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Waja wa Mwenyezi Mungu ambao waliziamini aya zake. Na walikuwa Waislamu kamili. Ingieni bustanini. Yani peponi. Nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Umeelewa? Sisi tunaenda peponi. Na kama wewe ni Mkristo, ukafanya vitendo vizuri hapa duniani, ukajenga makanisa, ukajenga boma za mayatima, ukalisha mawajane, ukasaidia umma, siku ya mwisho utaenda wapi? Siku ya mwisho utaenda wapi? Umefanya vitendo vizuri duniani ukiwa Mkristo, siku ya mwisho utaenda wapi? Hapo ndio utapata ufahamu vizuri. Hujapata ufahamu vizuri. Allahu Akbar. Qur'ani baba. 40 aya 40.
Sikiza Qur'ani inasemaje. Na kuongezea Waislamu, ile ilikuwa 43:68 na hii ni 40:40. Sikiza Mwenyezi Mungu anatuambiaje. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Twende baba. Afanyaye ubaya, Tunaambiwa afanyaye ubaya hata alipo ile sawa na huo uovu wake. Ukifanya ubaya utalipwa sawa na ile uovu wako uliotenda. Na afanyaye wema, Na afanyaye wema, akiwa mwanaume au mwanamke, akiwa mwanaume au mwanamke, naye ni Muislamu, ukifanya wema lazima uwe Muislamu. Sawa? Haya twende baba. basi hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hisabu. Hao wataingia peponi waruzukiwe humo bila hesabu. Umeelewa? Waislamu wataingia peponi bila hesabu. Na Mwenyezi Mungu anatuambiaje? Asiyetaka Uislamu siku ya mwisho atakuwa wapi? Qur'ani baba. 3:85. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, Unasikia tunaambiwa na anayetaka dini isiyokuwa nani? Kiislamu. Haya twende baba. basi haitakubaliwa kwake, Basi Mwenyezi Mungu haitakubali kwake, naye akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. na siku ya mwisho atakuwa kwenye hasara kubwa kabisa. Unataka hasara ama unataka faida ndugu yangu? Nataka faida. Faida uwe Muislamu. Umeelewa? 30 aya 30 Qur'an. Nakufundisha tu mimi pole pole. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Tunaambiwa tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa. Sawa? Una uso? Kabisa. Na mimi nina uso. Nimeelekeza yangu katika dini iliyo sawa sawa. Na wewe? Mimi bado sijaelekeza yangu katika dini iliyo. Haya, sikiza unaambiwaje sasa? Ila umbile Mwenyezi Mungu aliloumbia watu, Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaambia watu. yani dini hii ya Kiislamu, Yaani dini hii ya Kiislamu inawafikiana barabara na umbo la binadamu. inafikiana barabara na umbo la binadamu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio dini iliyo haki, Hiyo ndio dini iliyo ya haki, lakini watu wengi hawajui. lakini watu wengi hawajui. Umeelewa? Lakini tunakujuza leo Uislamu ndio dini ya haki. Qur'ani inatuambia watu wengi hawajui kuwa Uislamu ndio dini ya haki, lakini tumekujuza. Sawa? Ama hutakujuza? Bado umenijuza. Tumekujuza. Tutakueleza zingine bado. Qur'ani baba. Tunaenda kwa baba anaitwa Adamu. Adamu ndio sisi sote tumetokana na Adamu. Na ni bora zaidi tuwe na imani ya Adamu. Sawa? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Tunaambia watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo nani? Adam. Na wewe umetokana na nani? Adam. Na mimi nimetokana na nani? Adam. Watu hao wote wametokana na Adamu. Sawa? Sawa. Tunaambiwa watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Adamu. Sawa? 3:19 baba. Karibu dada. Hiyo dini ya haki ni gani? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Umeelewa? Kabisa. Asante sana. Je, hiyo Uislamu ni njia iliyonyoka au sio njia iliyonyoka? 6:26 baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Na hii dini ya Uislamu, Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Umeelewa? Na Mwenyezi Mungu ndiye alitutakia sisi tuwe Waislamu. 5:3 Qur'ani baba. Tunaambiwa na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Sikiza Qur'ani tena nakwambiaje. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Hapo Mwenyezi Mungu anatuambia leo ametukamilishia dini yetu na kukutimizieni neema yangu. Na ametutimizia neema yake. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Na Mwenyezi Mungu ametupendelea Uislamu uwe dini yetu. Umeelewa? Na wewe umependelea Uislamu uwe dini yako. Ndio maana Mungu anatuambia tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa. Umeelewa? Na Mwenyezi Mungu amekutimizia neema yake na amekupendelea Uislamu uwe dini yako. Sawa? Je, baada ya kuambiwa dini ya Uislamu
umekamilishiwa. Na Mwenyezi Mungu anakuambiaje? Qur'ani 2 3:102. Sikiza Mungu anakuambiaje? 3:102. Oh. 3:102 Al-Karim. Twende baba. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu. Ndio. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Umeamini? Ndio, nimeamini. Umeamini Mungu yuko? Ndio. Twende baba. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Tunaambiwa enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Sawa? Unamchanga Mungu? Kabisa. Twende baba. Wala msife, Wala tusikufe, isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Tunaambiwa tusikufe isipokuwa tumekuwa nani? Waislamu kamili. Uko tayari kuwa Muislamu kamili ndugu yangu? Qur'an inakwambia usikufe kabla hujakuwa Muislamu. Ina maana ukikufa kabla hujakuwa Muislamu utapata makao mabaya kule mbele. Umeelewa? Tunakwambia okoa maisha yako na moto wa jehanamu. Nimekufundisha kiasi. Okoa maisha yako na moto wa jehanamu. Uamuzi ni wako. Hatulazimishi mtu. Sawa? Qur'ani yenyewe inakataa, inatuambia tusilazimishe mtu. 256 Qur'ani, sikiza. Tunaambia tusilazimishe mtu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Tunaambiwa hakuna kulazimisha mtu kuingia katika dini. Twende baba. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Uongofu ambaye ni Uislamu umekwisha pambanuka na upotovu. Basi anayemkataa shetani na akamwamini Mwenyezi Mungu, Basi anayekataa shetani na akamwamini Mwenyezi Mungu, bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu. Ukiamini Mwenyezi Mungu umeshika kishiko chenye nguvu Kisichokuwa na kuvunjika. Kisichokuwa na kuvunjika. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Umeelewa? Karibu sana ndugu yangu. Asante. Haya. Sasa unasemaje? Uamuzi ni wako. Hatulazimishi, uamuzi ni wako. Sisi kazi yetu ni kufikisha tu. Kufikisha ujumbe. Tosha. Sasa kazi kwa sasa kufanyia. Kutafakari ni juu yako. Nayo nashukuru kwa mafundisho. Sababu nilipata kufahamu yale ambayo sikuwa nayafahamu kabisa katika maisha yangu yenye nimekaa huku duniani. Sasa leo fadhali ndio nimepata kufahamu kila ambacho kuna stahili nifanye. Sasa huko kanisa, mimi nina swali moja kidogo. Unaendanga kanisa gani? Pentecostal. Tuseme ukweli. Wewe yako ni Pentecostal. Kuna mwingine yake ni Wakorino. Kuna mwingine ni Legio Maria. Sasa kama Yesu alikuwa duniani, alikuwa anaenda kanisa gani? Alikuwa anaenda Pentecostal ama ya Wakorino ama wa Legio Maria ama ya Roho? Alikuwa anaenda gani? Yesu. Kulingana na kilo ambacho Yesu alikuwa miaka 33 hapa duniani akiabudu Mungu. Sawa? So alikuwa anaabudu ndani ya nyumba gani? Alikuwa anaabudu. Kulingana na kile ambacho nimefunzwa siku ya leo, Yesu alikuwa Muislamu. Asante sana. Na ni kweli Yesu alikuwa Muislamu. Biblia baba. Kitabu cha Luka. Luka 14. Anzia 14. 4:14. Inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Tunaambiwa Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Sawa? Roho wa Mungu inadanganya. Haya, twende baba. Akaenda Galilaya. Yesu tunaambiwa akaenda Galilaya. Habari zake zikaenea katika nchi zote za kando kando. Tunaambiwa habari ya Yesu ikaenea katika nchi zote za kando kando. Naye alikuwa akifundisha katika masinagogi yao, akitukuzwa na watu wote. Naye Yesu alienda katika sinagogi yao akitukuzwa na watu wote. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Alienda Nazareti mahali alipolelewa Yesu. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Na siku ya Sabato Yesu akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Sawa? Unajua maana ya desturi? Desturi. Desturi. Maana yake wewe kila Jumapili unaenda kanisani. Maana yake ni kawaida yangu. Mimi kila siku Muislamu naingia msikitini kama kawaida
Ukisikia desturi maana yake ni kawaida ya mtu. Sawa? Kabisa. Sasa wewe unajua maana ya sinagogi? Mimi sijaelewa bado. Sinagogi ni kama ni mahali ambapo Yesu alikuwa akienda akifanya ibada yake. Yeah. Asante sana. Tuangalie maneno magumu ya Biblia. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Umeona? Hii mstari ya manjano inasemaje? Msikiti wa Wayahudi. Tunaambiwa nyinyi Waswahili msio na wasiwasi na maana ya sinagogi. Tukaambiwa sinagogi maana yake ni nini? Sinagogi maana yake ni msikiti. Na Yesu akiingia msikitini atakuwa dini gani? Na hii ni Biblia ndugu yangu. Uislamu. Ndio tunakupendelea wewe Muislamu ndugu yangu. Yesu yuko msikitini. Je, Yesu alipokuwa duniani aliwaambia viumbe wa maabudu Mungu namna gani? 4:10 hapo Mathayo 4:10 baba. 4:10 Mathayo inasema. 4:10 mwalimu wangu. Ndio. Inasema ndipo Yesu alipomwambia nenda zako shetani. Ndio. Kwa maana imeandikwa. Kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako. Kwa maana imeandika umsujudie hivi, umsujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu anaambia kiumbe amsujudie Mungu hivi. Na wale wanafanyanga hivi ni Waislamu ni Wakristo? Waislamu. Yesu anaambia viumbe wamsujudie Mungu. Umeona? Umeona. Na nyinyi mkawacha kusujudu kabisa. Kitabu cha Ufunuo baba. 22. 22:8. Inasema mwalimu wangu. Twende baba. Nami Yohana. Anzia 9. Naye akaniambia. Angalia. Usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako. Na wa ndugu zako manabii. Na wale wayashikayo maneno ya kitabu hiki. Kama unashika maneno ya kitabu hiki, ufanye nini baba? Umsujudie Mungu hivi. Sawa? Hii ni Biblia, sio Qur'ani. Sawa? Unaambia ukishika maneno ya hii kitabu umsujudie nani? Na Yesu anaambia viumbe wamsujudie nani? Sasa nyinyi Wakristo mmekataa kumsujudia Mungu. Mmegoma. Na ukataa kusujudu, ukakataa maneno ya Yesu, siku ya mwisho utaenda wapi? Jehanamu. Utayari kwenda jehanamu ndugu yangu. Okoa maisha yako na moto ya jehanamu. Mapema jipange baba. Hii dunia tutakaa siku chache. Hizo siku chache inafaa tufaidike nayo dunia, kitu cha kufika naye mbele ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Karibu sana. Kuna swali lingine? Uliza swali, ziko nyingi. Kwa nini Waislamu wanaoa wake wengi? Hawakai na kamoja. Kwa nini Waislamu wakienda choo wanatumia maji? Ni maswali bwana. Uliza swali ndugu yangu. Ndio sasa huku kwetu nyumbani hayo hakuna ni ya Waislamu karibu. Bwana kwenu ni wapi? Nyamira si msikiti iko? Kwa hapo Nyamira town peke yake. Alafu sasa kutoka Malinika hadi Nyamira town ni mbali kidogo. Wewe ndio utakuwa wa kwanza kujenga huko. Wewe toa kiwanja, sisi tunajenga. Shida iko wapi? Wewe toa kiwanja, sisi tunajenga. Na utarani hiyo msikiti. Iko shida? Sasa ile tu muendelee kunifunza nipate kufahamu ndani kabisa. Sasa sitakuwa na maswali mengi. Bado mambo ni mengi ambayo yanafaa nikaweze kupata ufahamu. Sasa sisi Waislamu tunaoa wake wanne, ni amri ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Na kutumia maji ni amri ya Mwenyezi Mungu. Qur'ani 5:6 baba. Sikiza, tukienda choo tunatumia maji. Hata nyinyi Biblia mmeambia mtumia maji na kwa hamjafika huko. 5:6 mwalimu wangu. Twende baba. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Twende baba. Enyi mlioamini. Umeamini Mwenyezi Mungu? Ndio. Na mimi nimeamini Mwenyezi Mungu. Tunaambia enyi mlioamini. Ina maana sote tumeamini nani? Mwenyezi Mungu. Twende baba.
Mnaposimama ile mkaswali. Tunaambiwa tunaposimama ili tukasali. Basi osheni nyuso zenu na mikono yenu. Tunaambiwa tuoshe nyuso zetu na mikono yetu mpaka vifundoni. Tunaambiwa mpaka vifundoni. Na mpaka vichwa vyenu. Na tupake vichwa vyetu. Na miguu yenu mpaka vifundoni. Na tunaambiwa tuoshe miguu yetu mpaka vifundoni. Na mkiwa na janaba basi ogeni. Tunaambiwa mkiwa na janaba basi ogeni. Unajua maana ya janaba? Umeoa? Yaani ukifanya tendo la ndoa na mke wako. Unaambiwa ndio inaitwa janaba. Sawa? Yaani unaambiwa ukifanya tendo la ndoa na mke wako, unaambiwa uoge kwa sababu utakuwa na janaba. Sawa? Twende baba. Na mkiwa wagonjwa au mmo safarini. Mkiwa wagonjwa au mmo safarini. Au mmoja wenu ametoka chooni. Au mmoja wetu ametoka chooni. Umeelewa? Kwa hivyo tukienda choo tunatumia maji. Sawa? Tuangalie kwa Biblia pia. Je, kuna haja ya kutumia maji kwenda chooni au kutawadha? 5:13 Yohana. 5:13 Yohana mwalimu wangu. 13:5 13:5 13:5. Sikiza, Yesu naye alitawadhisha wanafunzi naye akatawadha kama vile Waislamu wanatawadha. Inasema mwalimu wangu. Twende baba. Kisha akatia maji katika bakuli. Tunaambiwa Yesu akatia maji katika bakuli. Ndio unaona Waislamu wanawekanga maji kwa kibuyu kama hakuna mfereji. Sawa? Haya, twende baba. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Yesu akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Na kuyavuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaje kwa Simoni Petro. Huyu akamwambia. Petro akamwambia Yesu, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia. Nifanyalo wewe hujui sasa. Yesu anamwambia Petro, yale mimi nafanya Yesu nafanya, wewe hujui sasa. Lakini utalifahamu baadaye. Yesu anamwambia wewe Petro utalifahamu baadaye. Petro akamwambia. Petro akakataa. Wewe hutanitawadha miguu kamwe. Wewe Yesu hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia Petro, kama nisipokutawadha una shirika nami. Yesu anamwambia Petro, ukikataa kutawadhishwa una shirika na mimi Yesu. Sawa? Asiyetawadha hana shirika na nani? Yesu. Wewe umewahi kutawadha? Ina maana hujawahi kuwa shirika na nani? Yesu. Wale wanatawadha ndio wanashirika na Yesu. Sawa? Haya, twende baba. Simoni Petro akamwambia. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Nisipokutawadha wewe Petro huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia Yesu, Bwana, si miguu yangu tu. Hata na mikono yangu. Na kichwa changu pia. Petro alipoambia kama nisipokutawadha huna shirika nami, akaogopa atafukuzwa katika ufalme, akasema Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa cha. Hiyo ndio kutawadha. Tuangalie maji ya kwenda choo naye inatumika maji gani? Waebrania 9:10 baba. Waebrania 9:10. Tisa kumi mwalimu wangu. Ndio iseme baba. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu. Tunaambiwa kwa kuwa ni sheria ya jinsi ya mwili tu. Sawa? Uko na mili. Haya, twende baba. Vyakula na vinywaji. Tunaambiwa chakula na vinywaji ni sheria ya jinsi ya mwili. Sawa? Unakunywa chai, juice, soda, maji, maziwa, uji. Sawa? Unaenda haja ndogo. Unakunywa ugali na kaomena yako. Unakula, unaenda haja kubwa. Sawa? Haya, twende baba. Na kutawadha kwingine. Tunaambiwa na kutawadha kwingine. Hapa Jakaranda na wapi? Tuseme hapa Jakaranda na wapi? Huko mbele. Maana unatumia sehemu ngapi? Tunaambiwa na kutawadha kwingine. Tuangalie maana ya kutawadha ni nini? Tawadha. Maana yake nawa.
Tawadha ndio hii, sikiza. Tawadha. Nawa. Oga. Mbele ya kusali. Tunaambiwa maana ya kutawadha ni kunawa au kuoga mbele ya kufanya nini? Ya kusali. Wale wanatawadha na wanaosha mwili na wanasali ni watu gani? Waislamu. Sasa Biblia inakuambia wewe Muislamu. Qur'ani inakuambia wewe Muislamu. Ndugu yangu unaongoja nini? Haya. Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu mtoto wa Mariamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache ndugu yangu, umekuwa Muislamu. From now on wewe ni Muislamu. Sawa? Ungependa jina gani ya Kiislamu? Kuna Adamu, kuna Harun, kuna Musa, kuna Daudi, kuna Suleiman, kuna Yahya, kuna Isa ambaye ndio Yesu, kuna Zakaria babake Yohana Mbatizaji, kuna Yahya ambaye ni Yohana Mbatizaji. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Jina ni ya kujuana tu. Ya kujuana? Jina ni ya kujuana tu. Kesho tukikutana nikuite, Hassan, kumbe ni Muislamu mwenzako. Rashid, karibu sana. Rashid ndio kiongozi. Ukisikia Rashid ni kiongozi. Karibu sana Rashid. Usiangalie vitendo vya Waislamu. Waislamu ni wanadamu, wanaweza kosea, wako na kasoro zao, wako na mapungufu yao. Lakini dini ya Mwenyezi Mungu ambaye ni Uislamu ni njia iliyonyoka. Si umesikia ni njia iliyonyoka, haina kona kona. Karibu sana katika Uislamu ndugu yangu. Karibu sana. Nenda kwa Sheikh Salim. Sheikh Salim inakuguide namna ya kufanya ibada, sawa? Masimba naye hapo msikiti. Hapo kwa barabara tu, main road. Hii ndio kitabu cha inakusaidia namna ya kufanya ibada. Unaona? Ndio hii. Itakuguide namna ya kufanya ibada, namna ya kutawadha, namna ya kujisafisha. Karibuni sana bro. Sawa? Unaona vile unajisafisha. Unaona vile hii yote ni Kiswahili. Hauwezi kosa kujua Kiswahili. Sawa? Kama hakuna maji unatawadha kwa mchanga safi. Unatayama. Unaona, unatayama kwa mchanga safi. Hii ndio kitabu ambayo itakuguide utapata elimu ya Uislamu. Namna ya kusali, namna ya kutawadha, namna ya kusali na yote ndio hii. Sawa? Karibu sana. Pia mawasiliano yako. Sababu Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Tunaambiwa tuseme yeye Mwenyezi Mungu ni ngapi? Moja pekee yake. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahili kusudiwa na viumbe vyake vyote. Kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Kwa kumwabudu tunaabudu huyo Mungu moja, na kumtegemea tunamtegemea huyo Mungu moja, na tunataka usaidizi kwa huyo Mungu moja. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Mungu wetu hakuzaa wala hakuzaliwa. Wala hana anayefanana naye hata mmoja. Wala hakuna kiumbe inafanana na Mungu wetu. Huyo ndio Mungu sisi tunaomba, tunaabudu. Okay. Je, ana sifa gani nyingine? Qur'ani 2:255. Sikiza sifa nyingine ya Mungu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Mwenyezi Mungu. Hakuna mola ila yeye. Hakuna mola ila yeye. Na ndiye mwenye uhai wa maisha. Ndio mwenye uhai wa maisha, viumbe vyote watakufa, Mungu hafi. Twende baba. Msimamia kila jambo. Anasimamia kila jambo, anasimamia afya yetu, anasimamia utajiri wetu, anasimamia umaskini wetu, anasimamia uhai wetu, anasimamia kifo yetu. Sawa?
Kusinzia kumshiki wala kulala. Mungu wetu kusinzia hakumshiki wala halali. Ni vyake peke yake vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi. Ni vyake peke yake vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini. Ni nani huyu awezaye kuombea mbele yake Mungu? Ni nani awezaye kuombea mbele yake Mungu huyo bila idhini yake, bila uwezo wake? Hakuna. So karibu sana ndugu yangu. Asante. Swali lingine? Sina swali. Iwapo nimeelewa inafaa nifundishe sana. Ufundishwe sana. So naweza wanjini siku. Asante sana. Unamjua Muhammad? Namjua. Ni nani? Mungu tu. Sio Mungu. Muhammad sio Mungu. Muhammad sikiza ni nani? Qur'ani baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ukiabudu Muhammad unaenda motoni. Ukiabudu Yesu unaenda motoni. Ukiabudu Musa unaenda motoni. Ukiabudu Daudi unaenda motoni. Ukiabudu kiumbe chochote unaenda motoni. Anayefaa kuabudiwa ni Mwenyezi Mungu peke yake. Okay. Sawa? Sawa. Umeelewa? Haya. Je, nakufundisha Uislamu kwa sababu mimi sio Mkristo. Sawa? Uislamu. Qur'ani baba. Qur'ani 2:213. Na inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ndio. Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Tunaambia watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Sawa? Mimi nimetokana na Adam, na wewe? Na Adam pia. Asante sana. Sote tumetokana na Adam, sawa? Na ni lazima tuwe na imani ya nani? Ya Mungu. Ya Adamu. Adam. Tunaambiwa watu wote wakati wa Adam walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Adam. Tuangalie hiyo dini ya haki ilikuwa ni gani? 3:19. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Tunaambiwa bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni dini gani? Uislamu. Asante sana. Na hiyo dini ndio ilikuwa ya Adam. Umeelewa? Nimeelewa. Tukitofautiana na imani ya Adamu tunaenda motoni. Sawa? Sawa. Je, aya 30. Sura Rum. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Tunaambiwa tuelekeze uso wetu katika dini iliyo sawa sawa, sawa? Mimi nina uso nimeelekeza katika dini iliyo sawa sawa. Na wewe? Hiyo dini tu ya sawa sawa. Asante. Twende baba. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliloumbia watu. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu alilowaambia watu, maana Mwenyezi Mungu ametuumbia dini ya Uislamu, sawa? Yaani dini hii ya Kiislamu. Yaani dini hii ya Kiislamu inawafikiana barabara na umbo la binadamu. Inafikiana barabara na umbo la binadamu. Hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hakuna mabadiliko katika maumbile wa viumbe vya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio dini iliyo haki. Na hiyo ndio tunaambia ndio dini iliyo ya haki. Lakini watu wengi hawajui. Sawa? Huko unajua ndio maana tunakufundisha, sawa? Tunaambiwa hii ndio dini iliyo ya haki lakini watu wengi hawajui. Asante sana. Je, hiyo dini ambayo watu hawajui ni dini ambayo imeridhiwa na Mwenyezi Mungu au ni dini ilibuniwa na wanadamu? Qur'ani 5:3. 5:3 mwalimu wangu. Anasema mtukufu Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chake kisichokuwa na shaka ndani yake. Ndio. Na ni mwongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu na kiboko kwa wale walioasi sheria za Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Mwenyezi Mungu anatuambia leo ametukamilishia dini yetu na kukutimizieni neema yangu. Na ametutimizia neema yake. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Na Mwenyezi Mungu ametupendelea Uislamu uwe dini yetu. Sawa sawa. Uko tayari kufuata dini imependelewa na Mwenyezi Mungu? Niko tayari. Uko tayari Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah.
isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu mtoto wa Mariamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache ndugu yangu umesilimu. Kuanzia hapa wewe ni Muislamu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Jina ni kujuana tu ndugu yangu, ni ya kujuana. Majina ni kwa sababu ya kujuana. Sababu ya kujuana tu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Hapo sijui. Kuna Muhammad, kuna Ibrahimu, kuna Ali, kuna Daudi, kuna Hassan, kuna Hassani, kuna Husaini, kuna Suleimani, kuna Salim, kuna Abubakar, kuna Yahya. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Kuna Isa ambaye ni jina la Yesu. Kuna Yahya ambaye ni jina la Yohana Mbatizaji. Kuna Yunus ambaye ni jina Salim. Karibu sana Salim ndugu yangu. Karibu sana Salim. Salim, usiangalie vitendo vya Waislamu. Waislamu ni binadamu, wana kasoro zao. Sawa? Lakini Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Sawa? Karibu sana. Hii kitabu ni ya kukuongoza namna ya kusali, utajifunza hapo. Na unaishi area gani huku? Karibu hapa. Hapo kuna msikiti ya Soweto. Soweto ndio karibu. Najua Msikiti ya Soweto yuko. Basi kama unajua hiyo msikiti, ni tu taenda tukatizi watu. Mimi naitwa Ali na mimi ni Muislamu, na wewe? Naitwa William, mimi ni Mkristo. Wewe William, wewe ni Mkristo. Asante sana. Una swali ya kuuliza Waislamu? Swali ya kuuliza Waislamu. Ukienda choo tunatumia maji, tutumii tissue. Tunatumia kwa dharura tissue. Maji ndio lazima tutumie. Actually mimi sina swali ya kuuliza Waislamu. Una swali. Sasa tungeenda msikitini tu swali kama imeisha. Kwa sababu moja mimi naweza sema, unajua Ukristo na Waislamu inakuanga ni belief. Ni belief. Wanaamini na sisi tunaamini. Sasa ikiwa kama yenye wanaamini si sumu kwao, na yenye naamini mimi bado si sumu kwangu, yaani sioni haja ya kuuliza swali kuhusu venye wanaamini. Asante sana. Mimi nina swali na wewe, kwa sababu Mungu aliyetuumba ni ngapi? Aliyetuumba ni ngapi? Asante sana. Na wewe unaamini hivyo, sawa? Na mimi naamini hivyo, sawa? Lakini yule Mungu tunaabudu sio moja. Hatuabudu Mungu moja. Mungu wako kwa na maana, Mungu wangu hana mwana, si mzazi. Lakini Mungu wako ni mzazi. Sasa Mungu wangu hana mwana. Hana mwana. Sasa kumbe wewe ni Muislamu na unajificha. Unajua? Hii mambo ya mwana imeletwa na Biblia. Na hii Biblia ilitengenezwa kwanza na wazungu. Si unaona? Basi ile kitu yenye imeletwa na wazungu wanataka tujue ile maandishi yenye wao wanataka tujue. Unaona? Lakini mimi hubiri ya kwamba Mungu ako. Mungu ako. Mungu mwenye alikuwa anaabudiwa na mababu zetu, akienda wakimuomba mvua inanyesha. Ndio. Sasa hii mambo ingine ya lakini sasa tuulize hivi. Mungu wa babu zako alikuwa na mtoto? Sikuwaisikia kitanja mtoto maana. Kwa hivyo Mungu wetu pia hana mtoto. Ina maana mimi na wewe imani yetu ni moja, japo wewe ndio unajificha. Unaona Mungu? Najua hapo. Nyinyi mnasema Yesu ni prophet. Ni mtume wa Mungu. Ni mtume. Si ndio sasa? Na wewe unaamini Yesu ni mtume wa Mungu? Mimi naamini Mungu. Unaamini Mungu? Na Yesu? Yesu nakwambia ameletwa na Biblia na ameletwa bado na Qur'an. Na hiyo ndio nasema ilitoka huko. Walitaka tujue. Kama ni kweli, unajua nilikuwa nasoma historia mahali nikaona ile wakati wenye tu walikuwa wanataka watushike akili ili wakuje wagoe mali ya Afrika. Walikuwa na nia tu ya kutafuta jinsi inaweza kuwa easy kukamata watu akili. Ndio maana walianza kukuja na mambo kidogo kidogo. Sasa tuache ya wazungu. Wametuandikia Biblia, sawa? Ama hawakutuandikia Biblia? Sasa yale mambo yuko kwa Biblia unaamini? Yale wameandika kwa Biblia unaamini? Sasa kuamini mimi kuna yenye mimi uamini inanielimisha. Niambie ile unaamini ni gani na ile huamini ni gani?
Unaona jinsi ya kuamini. Si kila kitu unaamini chenye kimeandikwa. Biblia ikikwambia Mungu ni mmoja utaamini? Biblia hii ikikwambia Mungu ni mmoja utaamini? Si Mungu ni mmoja. Na ikikwambia kuna shetani utaamini? Hiyo bado sijui. Hujaamini bado? Biblia ikisema kuna shetani huamini? Kama hapo ni sawa. Na ikikwambia kuna mtu anaitwa Yesu alitumwa na Mungu utaamini? Biblia. Si nimekwambia hii. Imeandikwa na mtu binafsi. Sikatai. Na pia hii haijaandikwa na mtu. Hii ni kuja hivi. Hii haijaandikwa na mtu. Nitakuonyesha hali Qur'ani baba. 80:11 sikiza. Aliandika hii Qur'ani nani? Alafu kwa sababu wewe ni Mkristo na bado huamini Biblia. Bado mimi naamini Mungu. Una Biblia huamini? Huamini? Nimekwambia hizi dini. Haya ngoja tusikize sasa. Tunatofautiana. Haya tuamini tusikize. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Sivyo. Hakika Qur'ani hii ni nasaha. Unaambiwa hakika hii Qur'ani ni nasaha. Yani mawaidha. Ni mawaidha. Basi kila apendaye atawaidhika. Ukipenda Qur'ani utapata mawaidha. Basi atakabasi umwachilie mbali. Kama hutaki tunakuachilia mbali. Mawaidha haya Qur'ani yanatoka katika kurasa zilizoheshimiwa. Zilizotukuzwa. Zilizotakaswa. Zilizomo mikononi mwa malaika. Waandishi wa Mwenyezi Mungu. Ndio walileta Qur'ani. Malaika wa Mwenyezi Mungu ambao ni waandishi wa Mwenyezi Mungu ndio wameleta Qur'ani. Unajua Yesu aliandika. Sasa wewe kidogo ukisoma interpretation. Ngoja kidogo hata sio lazima ufuate hii Qur'ani. Uliniambia hii Biblia imeletwa na wazungu. Hebu nipatie andiko, kuna andiko moja mzungu aliandika hapa. Kama imekuja mimi najua imekuja imeletwa. Sawa? Iliandikwa na mzungu gani? Kabla wakuje si bado watu walikuwa wanaamini Mungu. Sasa mimi nilikuuliza swali moja. Ukaniambia wewe ni Mkristo. Mambo ya zamani mababu zako tuko kwa Qur'ani na Biblia. Mimi nimekuonyesha Qur'ani imeletwa na Mwenyezi Mungu kupitia malaika, sawa? Na wewe umeniambia hii Biblia imeandikwa na wazungu, sawa? Ni sawa. Sasa hawa mababu walikuwa wamefundishwa Mungu na nani? Hao mababu kwanza hiyo swali mwalimu amekuuliza. Hao mababu zako walifundishwa na nani? Mungu yuko? Walijua kwa kitabu gani? Si nimekwambia ni kubelieve. Waliamini. Wewe una believe. Mkristo gani anaamini kama huyu vile anavyoamini? Wewe unaamini hivyo? Wewe pia unaamini imetoka kwa wazungu? Hii ni maadili. Asante sana. Na wewe kaka? Asante. Haya kidogo sasa. Saidia tu kidogo. Saidia. Kumbe hawa si Wakristo. Asante. Ngoja kidogo sasa. Tumekujua sasa wewe subiri. Sasa subiri sasa. Sawa, karibu sana kaka. Tumekuelewa. Mimi naitwa Ali na wewe tumetoka kwake, sawa? Mimi naitwa Ali na mimi ni Muislamu. Napenda viumbe vyote walioumbwa na Mungu. Sawa? Anapenda manabii waliotumwa na Mungu. Sio manabii wa sarakasi wa leo. Manabii waliotumwa na Mungu. Sawa? Na wewe? Mimi kwa majina naitwa Edwin Mkaji. Edwin. Barikiwa sana. Nimeokoka pia. Sasa ndio maana nimekuja kurekebisha ndugu yangu kidogo, niliona anapotea. Kumbe umeokoka? Sheikh Salim, leo unasikia kuna mtu ameokoka? Haya. Nimefanya kazi na Waislamu. Hakuna shida. Naelewa. Kazi hata mimi nimefanya na Wakristo, hata mabaniani nimefanya nao. Usiwe na wasiwasi. Imani tofauti na binadamu. Sawa? Sasa naamini Mungu wako. Kwa sababu umeokoka? Nimeokoka. Asante sana. Kumbe wanadamu wanaokokanga wakiwa duniani. Yaani kumtambua Mwenyezi Mungu. Ukishatambua Mwenyezi Mungu ni hivyo ndio kuokoka. Na kuuliza swali. Wewe umesema umeokoka? Kumbe wanadamu wakiwa duniani wanafaa kuokoka? Na wana mamlaka ya kuokoka? Biblia inatupatia uwezo kwa sababu mimi sijakuuliza Biblia. Tunaongea kama binadamu tu. Wewe binadamu, mimi bado binadamu, sawa? Kumbe wanadamu wanafaa kuokoka wakiwa dunia? Tunaokoka lazima. Tunatubu dhambi zetu. Na wana mamlaka ya kuokoka? Ndio hivyo sasa. Wako nayo? Biblia hapa. Petero 1:5. Inasema
nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Tunaambiwa nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia gani? Kwa njia ya imani. Barikiwe sana. Hata mpate wokovu. Hata tupate wokovu Ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Ulio tayari kufunuliwa wakati gani? Wa mwisho. Mwisho tumefika. Bado. Na wewe hujaokoka, mbona unatudanganya? Tumeokoka. Wakati ya kuokoka ni ni mwisho, sio leo ndugu yangu. Tunaanzia hapa. Hapa tunalindwa na imani. Tunalindwa na nini? Imani. Usizini na jirani yako, usiibe mali ya jirani yako, usiue, usinyonge. Haya yote ni imani na tulinda hapa duniani. Siku ya kuokoka bado hatujapigiwa hesabu ndugu yangu. Kwa hivyo withdraw hiyo, wokovu hakuna. Hujaokoka. Ndio maana mnasema swali sasa kwa neema. Mnasema mnaongozwa kwa neema. Hiyo wokovu hakuna. Sasa nilikuwa narekebisha huyu ndugu yangu hapa. Sasa sisi ndio tunakurekebisha, acha kumrekebisha yule. Hapana, kuna swali alisema Biblia. Wale waliandika Biblia kwa Kiingereza wanaitwa disciples. Inasemekana ama wanaitwa nani? Sio hivyo. Waandishi. Muda ni haya tuende sasa. The Bible was written by people who are inspired by God. Unaelewa hivyo? Asante. Usitupeleke mbio hivi. So the Bible was written by people who are inspired by God. Hivyo ndio maandiko. Lakini mwenzenu anapiga kelele. Asante, ubarikiwe sana. Asante sana. Haya. Biblia inasemekana kuwa iliandikwa na wale watu ambao they were inspired by God. Ndio. Sio mambo na wazungu ama vile mmeiweka. Mimi sijaweka. Yule ndio amesema, sio mimi. Sawa, hivyo ndio. Nilitaka anipatie mzungu gani aliandika, hakutoa. Yeah. So the Bible, sasa wewe rekebisha. Yeah, the Bible was written by people who are inspired by God. Hiyo maneno tamu sana na ni nzuri sana, inafurahisha watu. Sawa. Na inapatikana wapi kwa Biblia? Yote tumefunzwa hivyo na imani yetu iko hivyo. Hatuendi bila andiko. Hatuendi bila andiko. Nataka nijue hayo unasema wale wamespaiwa na Mungu ndio wameandika Biblia? Nipe aya moja waliandika. Mimi sina wasiwasi. Aya zote waliandika, lakini gani? Shota nikilia. Hivyo ndio iko hivyo. Mimi nitakupatia hawajaspaiwa na mtu. Nakupatia wale waliandika. Walikuwa inspired na nani? Nini? Si kwa Luka 1:1 baba. Kwanza nitolee implemento. Luka 1:1. Kidogo baba. Au sikonde. Kidogo baba. Sikonde. Tulia. Utaingia. Tueleze. Haya, hujauliza swali ndugu yangu. Haya hatutaki kwa. Niko na maoni. Utamsaidia aliomba. Inasema. Maoni kunapeleka kwa wanahabari. Inasema Luka 1:1. kadiri. Hii ni Marko. Luka. Hii ni Marko hii. Haya, atakusema Luka pande hiyo. Ni kadri ya Luka baba. Sawa, mimi Marko. Kadri ya mapokeo ya zamani sana. Kadri ya mapokeo ya zamani sana. Injili ya 3. Injili ya ngapi? Injili ya 3. Yesu alipewa injili ngapi? Hii ya 3 imetoka wapi? Na Yesu alipewa 1. Sasa ndio tunaelezewa hapo bado kidogo ndugu yangu. Tunauliza tuko na akili. Tunataka kutumia akili yetu. Injili ilikuwa 1. Injili ya Yesu ilikuwa 1. Hii ya 3 imetoka wapi? Yesu ndio mwalimu. Injili ilikuwa 1. Sasa hiyo asante sana, ubarikiwe sana. Hiyo ya 3 hatujui. Hatuwezi tukakashifu Mwenyezi Mungu. Hii imeandikwa na mtu, sio Mwenyezi Mungu. Ni Mungu ndio hatuwezi kashifu, lakini binadamu lazima tukashifu. Tunairejelea. Rudia andiko baba. Kadri ya mapokeo ya zamani sana. Kadri ya mapokeo ya zamani sana. Injili ya 3. Injili ya 3 imeandikwa na Luka. Injili ya 3 imeandikwa na Luka, sio injili ya Yesu. Ni injili ya Luka 8:3. Twende baba. Alizaliwa Antiokia. Tunaambiwa Luka alizaliwa Antiokia. Akawa daktari. Tena alikuwa mganga wa kienyeji. Alikuwa mpagani. Alikuwa mpagani. Si Myahudi. Ndio huyu. Daktari maana yake nini? Wakati Biblia iliandikwa kulikuwa na hospitali? Wewe funga yako. Twende baba, soma andiko. Alikuwa mpagani. Hapa utauliza. Twende baba. Alikuwa mpagani. Alikuwa mpagani. Wewe mpagani akuandikie kitabu utaamini? Pagan. Tuendelee. Tuendelee, tunataka kujua.
Tunaambiwa hakuwa Myahudi na alikuwa mpagani, hakuwa na dini. Mtu hana dini akuandikie dini? Wale tuambia kwamba walikuwa inspired na Mungu. Mtu hana dini akuandikie dini? Iko sawa, iko sawa. Iko sawa? Iko sawa, tuendelee. Kwa hivyo pagani akikuandikia dini ni vizuri. Akiandika dini inamaanisha ameachana na mambo maovu. Wapi aliachana nayo? Si ndio hivyo? Tuendelee baba. Unayo yeye alikuwa aliachana nayo? Wapi aliachana na uovu? Hapana, mtu akiandika mambo yanahusu Mungu inamaanisha kwa nini tusiongeze Biblia wala tusipunguze, sawa? Ndio hivyo sasa. Imesema alikuwa mpagani, mpe dini. Dini ya pagani ni gani? Nimesema jinsi alivyoandika inamaanisha alikuwa kwa upagani. Dini ya mpagani ni dini gani? Dini gani? Ya mtu najua ni mpagani ni mtu ambaye hatambui Mungu. Bas. Umeambiwa ni mpagani, mtu hatambui Mungu, atakuandikia kitabu ya Mungu? Tuendelee. Ama imeisha? Nauliza hivi, mtu ambaye hajui Mungu atakuandikia kitabu cha Mungu? Kama hiyo ilikuwa ni kitambo, kwa hiyo pengine alijirekebisha na akajiweka katika kitambo. Huko tukienda utazama. Una swali lingine ya kuuliza wewe? Sasa unajua wewe unipatie nafasi nikieleza. Nimekupatia na kupa nafasi. Kwa sababu utoi andiko. Andiko ndio utoi. Mimi natoa andiko, wewe utoi andiko. Mwalimu anakukatisha kwa sababu utoi andiko. Mwalimu anataka andiko. Toa andiko. Maandiko ni mengi yako hapo. Hiyo ni lugha moja. Luke chapter 1 verse 1. Ndugu yangu. Haya, soma Luka 1:1. Kidogo tafadhali. Kidogo moja. Wala mchungaji kidogo tafadhali Wewe boss. Nakwambia nyamaza, story mingi hataki hapo. Vitabu si ndio tunasoma, hujatoa aya na kuja kuuliza. Usiinterrupt tafadhali. Usiinterrupt. Luka 1:1 soma baba. Inasema kwa kuwa watu wengi wametia mikono. Kwanza unaambiwa Luka 1:1 kwa kuwa kuna watu wengi wametia nini? Wametia nini? Mkono. Kutunga. Twende baba. Wametia mikono kutunga. Hii kitabu watu wengi wametia mkono kutunga. Ukisikia kutunga maana yake ni nini? Sio maelezo, ni haya. Wewe kama una shida yako wewe sema, enda fungua kanisa yako ya kibanda wana. Kutunga ni kuhariri. Kwa kuwa watu wengi. Ndugu yangu, shida gani bana? Mimi naongea na huyu. Kwani mimi ni watu wawili ama watatu? Sasa huyu akiongea wewe ongea, yule aongee, nitajibu nani? Mbona hamna nidhamu? Hata huyu akiongea wewe unamsaidia. Wewe nyamaza bana. Kutunga maana nini? Ni kuhariri. Unahariri. Sio kuhariri. Ni kuhariri Tutunge insha. Sawa? Ukitunga insha unatunga kitu ya ukweli ama uongo? Editing ndio. Sawa, ni kuandika. Ukiambiwa na mwalimu darasani nenda ukatunge insha nyumbani ulete kesho. Sawa? Ni unaenda kuandika? Kwenu hata hakuna jiko ya makaa, lakini utasema jiko ya makaa iko. Unafikiria ndio unatunga. Haya twende. Unabuni mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu imewekwa, huwezi buni. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga. Kwa taratibu tena wakafanya taratibu. Habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yao. Habari ya mambo yale yaliyotimizwa katikati yao. Kama walivyotuhadithia. Wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vyema mimi nami. Luka naye akaona vyema na yeye pia. Kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo yote hayo. Akaenda akajitafutia usahihi ya mambo. Kukuandikia kwa taratibu Theofilo mtukufu. Akamwandikia Theofilo, sio wewe. Luka alimwandikia Theofilo, sio wewe. Umeelewa? Kwa hivyo Luka hakuwa inspired. Alijitafutia ni kitu ametafuta. Wewe ulimuona Yesu alikuwa anakaaje? Alikuwa hivi, alikuwa analala, alikuwa anakula. Hiyo ndio ameandika. Research. Alifanya research mwenyewe. Umeelewa? Tuendelee, niko sawa? Unataka tuendelee wapi? Toa haya. Sasa mnanipatia maelezo ya anwani hapo.
Si tumekupatia hii imeandikwa na Luka. Baada haijafika mwisho. Sasa wewe Ate kujua hakika ya mambo yale uliyofundishwa. Wewe fikisha mwisho. Sisi tumefika mwisho. Sisi tumefika mwisho. Leo tupate uhakika wa mambo uliyofundishwa. Hakika ya mambo ni Theophilo aliandikiwa. Na amesema Theophilo nikakuandikia kwa taratibu. Theophilo mtukufu. Baada ya kutunga insha. Kwa hivyo swali langu ni hili. Kwa nini sisi turejelea hiyo maandishi yenye Theophilo aliandikiwa? Sisi tunashangaa. Sasa unashangaa wewe unafuata kitu hujaandikiwa. Na sio wewe nimeulizwa. Na tena ni injili ya 3 sio ya Yesu. Ni injili ya 3. Kwa nini turejelee hivyo? Ndio kawaida yenu mnasomaga mpaka barua za watu. Bana. Ndugu yangu. Lete swali lingine. Asante, karibu baba. Barikiwe sana. Napenda wale wanauliza maswali. Karibu sana. Eti kuokoka ni ile wakati wa mwisho. Sisi hatukusema. Biblia ndio imesema, sio sisi. Ukisema ni sisi unatukosea bure tu. Ni Biblia imesema. Usitusingizie ndugu yangu. So mimi nataka nijue maana ya kuokoka. Maana ya kuokoka. Maana ya kuokoka Qur'ani baba. 2. Sio 2. Maana ya kuokoka 39:68. Hiyo ni yako, ngoja si yako utasoma. 38. Kiyama siku ya kiyama baba. 39:68. Wewe. Kiyama haijafika shekhi. Tunakupeleka huko leo, subiri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Na litapigwa baragumu. Litapigwa baragumu. Unakumbuka kuna baragumu tunaongojea inapigwa? Hiyo nakumbuka. Unakumbuka, sawa? Ni rapture. Kuna shida. Ndio tunafika huko. Twende baba. Watoke roho watu walio mbinguni na walio ardhini. Tunaambiwa watoke roho wale watu walio duniani na walio mbinguni. Ila yule amtakaye Mwenyezi Mungu. Ila yule amtakaye Mwenyezi Mungu. Tena litapigwa mara nyingine. Tena litapigwa mara ya pili. Hapo watafufuka wote, wao wanatazama nini kitatokea. Wote wanadamu watafufuka watazamani kitu gani kitatokea leo. Na ardhi siku hiyo itang'ara kwa nuru ya Mola wake. Na ardhi siku hiyo itang'ara kwa nuru ya Mola wake. Na madaftari ya vitendo yatawekwa. Madaftari ya vitendo zitawekwa. Na wataletwa manabii na mashahidi. Na wataletwa manabii na mashahidi. Na kutahukumiwa baina yao kwa haki wala hawatadhulumiwa. Tutahukumiwa baina yetu kwa haki wala hatadhulumiwa. Siku hiyo ndio siku ya kuokoka ndugu yangu. Kama hujapelekwa motoni, umeokoka na moto ya jehanamu ukaenda peponi. Sawa? Ukienda motoni, unaenda motoni na hakuna uokovu. Lakini hujaenda motoni umeenda peponi, ndio umeokoka na moto ya jehanamu. Petro wa pili baba. Ngoja kidogo na kuongezea kwa Biblia. Petro wa kwanza 2:5. 1:5 baba. Twende baba. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Tunaambiwa hapa duniani tunalindwa na nguvu za Mungu kwa njia gani? Ndio andiko baba. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu. Ndio. Kwa njia ya imani. Tunalindwa na nguvu za Mungu hapa duniani kwa njia gani? Imani uko nayo? Na mimi niko naye, sawa? Hata mpate wokovu. Hata tupate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mwisho hatujafika ndugu yangu. Umeelewa? Swali lingine? Wewe tumemalizana na wewe. Wewe tumemalizana na wewe sababu uliniambia Biblia imetungwa na wazungu na unafuata bado Biblia. Karibu sana ndugu yangu. Thank you sana. Karibu sana. Yes. Kwa jina naitwa Sam. Nimeokoka, mimi ni Mkristo. Umeokoka na wewe ni Mkristo. Sasa aya ya mwisho tulisoma kwa Biblia umeona? Umesikia? Ile aya ya mwisho tulisoma kwa Biblia umesikia? Nimesikia. Inasemaje? Wacha niulize swali. Auliza swali yako. Usirudi huko nyuma. Kuna Quran. Nataka tufungue Qur'ani chapter. Pasta. Ndio tusikule muda wangu. Qur'an 47:7. Haya. Hata niko na Qur'an. Au sijali ndugu yangu. Hata ukitaka Kiarabu tutakupatia tu. Qur'an 47:7. 47:7. Kingoja na mimi nitakuuliza swali. Hakuna shida ndugu yangu.
Sasa swali langu ni Mungu anaweza kusaidiwa kitu chochote ama Mungu anaweza mambo yote pasi na msaada wa mtu yoyote? Mungu hasaidiwi na kiumbe chochote. Amejitosheleza. Mungu amejitosheleza. Sawa. Qur'ani 47:7. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ukisikia hiyo aya maana yake ukisaidia watu wale wanamtumikia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anakunusuru. Twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Enyi mliamini. Enyi mliamini. Mkinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Unaambiwa nini? Tukinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, naye atakunusuruni, naye Mwenyezi Mungu atatunusuru, na atakudhibitishia miguu yenu, na atadhibitishia miguu yetu. Kama vile sisi tunafanya hapa, tunatangaza dini ya Mwenyezi Mungu na tunaongoja malipo kwa nani? Kwa Allah. Okay, sasa Qur'an kusaidia mayatima, kusaidia wajane. Okay. Qur'ani yangu hapa ya Mungu sio hapa. Okay, pole. Qur'ani ya Mungu inasema namna hii. Kizungu nitasoma Kizungu. Unajua Kizungu naye inasema all you believer, all you who have faith, if you help Allah, he will help you and make your feet steady. Hii ni Qur'ani inasema. Tukimsaidia Mungu atatusaidia miguu yetu ikae imara, si ndio? Ndio. Sasa swali langu ni kama Mungu atakikane kusaidiwa, kwa nini hapa Qur'ani inasema tumsaidie Mungu? Na Mungu hasaidiwi na kitu chochote. Mungu hasaidiwi na chochote na kiumbe chake. Kwa hivyo hapa imedanganya. Amejitosheleza. Qur'ani baba. Haijadanganya, hii ni Kizungu baba. Hii ni Kizungu, haijadanganya. Tumekuambia Kiswahili imesema. Kiswahili imesema tukinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Tukinusuru dini ya Mwenyezi Mungu. Dini ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atatunusuru na atadhibitisha miguu zetu, sawa? Hiyo ni Qur'an. Ni tafsiri hata ukisoma Kiarabu ni same na hii Kiswahili. Hata Kiswahili. Sawa. Kiarabu inasema hivi. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Enyi mlioamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao umemwamini Mwenyezi Mungu, in tansurullaha, mkinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, yansurukum, naye atawakunusuruni nyinyi, wa yuthabbit aqdamakum. Kwa hivyo sasa hii yangu hii hapa, hii ambayo inasema ni Quran.com. Sawa. Hii ni Quran ambayo iko kwa mtandao. Inasema hapa, you who have faith, if you help Allah, he will help you and make your feet steady. Hivyo ndio Qur'ani inasema. Haina shida yoyote. Ni vile utaelewa tu. Sawa. Sisi tuko na Kiarabu hapa. Inasema ukinusuru dini ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakunusuru. Hii ni tafsiri tu. Sawa? Lakini ukisoma aya yenyewe inasema ukinusuru dini ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakunusuru. Kwa hivyo sasa tuseme hii tafsiri yake kidogo haiko sahihi ama sasa wewe ile sasa hiki kuko hapo, hebu soma hiyo mantiki ya Kiarabu. Mimi sijui Kiarabu. Hiyo Kiarabu isome. Hiyo Kiarabu tumekuambia Kiarabu huko. Kwa hii ni Kiarabu tumekuambia. Maana tukakusomea Kiarabu na tukakufasiria kwa Kiswahili yake. Tunasomea watu wangapi jamani? Tunasomea watu. Mbona hamna nidhamu? Na wewe ni mchungaji, mbona hamna nidhamu jamani? Wakusaidiwa na viombe. Qur'ani baba 2255. Sikiza Mwenyezi Mungu. Mungu hana kasoro yote ndugu yangu. 255. Mwenyezi Mungu hana mapungufu yote. Hana mapungufu yote Mwenyezi Mungu. Anasema hataki riziki kwetu, hataki chochote kutoka kwetu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Mwenyezi Mungu hakuna mola ila yeye. Hakuna mola ila yeye. Na ndiye mwenye uhai wa maisha. Yeye ndiye mwenye uhai wa maisha. Msimamia wa kila jambo. Yeye ndiye anasimamia kila jambo. Atasaidiwa na nani ndugu yangu? Lakini sasa nikuulize. Hiyo ni tafsiri. Nauliza sasa. Kama hii Qur'ani hapo umesema hii ni sura 41 ngapi? 2255. 2255. Kama ikisema hivi na hii tafsiri yangu ambayo iko hapa ni sahihi, huoni kwamba Qur'an hapo haichanganyani hata kidogo. Ukiona tafsiri ina kasoro, unaenda kwa mantiki ya Kiarabu. Kiarabu ndio unasoma. Ndio tumekuwekea maana hii imewekwa Qur'ani sahihi na ukaelekewa tafsiri. Kwa sababu sasa mimi nikisoma tafsiri ni binadamu anaweza kosea ndugu yangu, ni binadamu ana kasoro. Okay. Sasa maliza aya baba. Jamani hao Wakristo sio wametoka kanisa gani? Twende baba. Naendelea kusema mwenye uhai wa maisha. Mwenye uhai wa maisha. Msimamia kila jambo. Yeye ndio anasimamia kila jambo.
Usinzia hakumshiki wala kulala. Yeye Mwenyezi Mungu kusinzia hakumshiki. Mwanadamu analala atasaidia Mungu na nini? Twende baba. Ni vyake peke yake vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi. Vyake vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo katika ardhi. Ni nani huyo awezaye kuombea mbele yake Mungu bila idhini yake? Sasa 51:56 Qur'an. Ndio hapo nilikuwa na nini hapo? Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Tupige 57 twende tu 57 moja kwa moja. Sitaki kwa riziki. Mwenyezi Mungu anasema hataki riziki kwetu. Wala sitaki wanilishe. Yeye hataki tumlishe kwa yakini. Na kwa yakini Mwenyezi Mungu ndiye mtoaji wa riziki, mwenye nguvu, madhubuti. Isaia 24:44. Tunasoma Isaia. Tunasoma kwani kwa uwezo wa Biblia uwezo wa Mungu haikuna. Lakini sasa ukisoma hii. Ngoja basi. Nauliza hivi, hii Biblia haisemi Mungu ni moja? Inasema Mungu ni mmoja. Haya tusikize Biblia nayo. Mbona unataka na wewe ni Mkristo? Asiwe ni Mkristo. Sikiza uwezo wa Mungu. Kwani anaonekana wewe ni Muislamu sasa. Haya tusikize hiyo aya baba. Inasema mwalimu wangu. 44:24. 44:24. Bwana mkombozi wako. Bwana ndiyo mkombozi wetu. Yeye aliyekuumba tumboni asema hivi. Ulitoka kwa tumbo ya mama. Na alikuumba huko. Sikiza anasema nini? Mimi ni Bwana. Yeye ni Bwana. Nifanyaye vitu vyote. Anafanya vitu vyote. Nizitadaye mbingu peke yangu. Anazitanda mbingu peke yake. Nieneza nchi. Alieneza hii nchi peke yake. Ni nani aliye pamoja nami? Wewe mwanadamu unaulizwa swali, ni nani aliye pamoja na Mungu asaidie? Kama vile hii ile aya ya Qur'an. Lakini sasa unajua huyu Mungu wa Biblia ni Mungu tofauti na wa Qur'an. Ni Mungu wawili tofauti. Kumbe ni Mungu wawili tofauti. Kwa sababu gani niulize? Tukimaliza Allah ni jina ambalo sio la Mungu wa Biblia. Si ndio? Ni Mungu wawili tofauti. Kwa hivyo lakini Biblia nayo inajua Mungu imesemaje? Mungu wa Biblia ndio anasema sio Allah. Sio Allah si ndio? Sio Allah. Kwa hivyo kama Musa alikuwa ni wa Agano la Kale ambaye yuko kwenye Biblia. Musa alikuwa anaabudu Allah. Okay, si tumesema Mungu wa Biblia sio Allah. Mungu wa Biblia ni Allah. Biblia ikituambia Mungu ni mmoja tukubali tukatae. Jina lake ni nani? Na akituambia utukufu wake tukatae tukubali. Ni nani? Anaitwa nani? Kwa sababu huwezi sema. Kwa sababu ukisema hivyo hujui. Hujui. Asante sana. Tukutane kesho. Bora nyinyi wa Kristo.